Chukua hii nubdhatun ya sira ya Sayyidina Rasulullah na Yunus ibn Matta. Ndugu zangu, Waarabu wanasema isna'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi fa in sadafa ahlahu fa huwa ahluhu fa in lam yusadifu ahluhu fa anta ahluhu. Anasema somo ile ambalo tutakatuondoke nalo, mfanyie wema anayejua thamani ya wema na asiyejua thamani ya wema. Mfanyie wema, kwa sababu huo wema kawaida yake ulivyo, ukimpata uliyemfanyia anajua thamani ya wema, fa huwa hapo ni sehemu yake. Anasema ukimfanyia in akramta alkarima malaktahu, ukimfanyia wema mtu mkarimu unammiliki, yani unamtengenezea mazingira na yeye atafute namna gani ya kulipwe ule wema wako uliomfanyia. Umeacha athari nzuri. Wa in akramta al-laima tamarrada, lakini ukimfanyia ukarimu mtulimkeni mjinga asiyejua wema, tamarrada, anajitapa. Sasa ile asema wajinga ndio wali wao, hajui huyu kima ya thamani ya ule wema uliomfanyia. Unaona mtume hapa watu wa Taifu namna alivyowafanyia fedha, kapigwa katoka damu, wamekuja malaika tuwalipizie. Ambia hawa hawanijui mimi, hawajui nafasi yangu. Wangejua nafasi yangu mimi basi wasingenipiga mawe. Man jahila shay'an ada, mwenye jambo asilijua thamani yake mtu anampiga vita. Sasa wema wewe katika maisha yako, maisha yetu, jiwekee desturi ya kuwa kila mtu unamfanyia wema, unayemjua na usiyemjua. Wa illa yusadifu ahlahu, na ikiwa huo wema utamfanyia asiyekuwa wema, anta ahlu, wewe unajua thamani ya wema. Inatosha kwamba wewe ushajua kile ulichokifanya ni kheri, ni jema, basi endelea nalo. Kwa sababu gani? Lam yadhi'a al-ma'ruf illa ma zuri'a, wema siku zote pale unapopandwa haupotei, na wallahi haupotei. Subhanallah, tazameni namna ambavyo Mwenyezi Mungu anatuonesha athari nzuri ya wema inavyokufaa wewe mfanyaji wema, na inaweza ikaja ikawafaa mpaka watakaokuja baada yake. Sayyidina Musa alayhi salam katoka anakwenda kujifunza kwa nani? Sayyidina Hidri. Katika masomo aliyokuwa anamfundisha njiani, walifika akafanya nini? Hidri alijenga sehemu kulikuwa kuna ukuta unataka kuanguka. Qur'ani inatuambia hivi, antalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ma ahlaha faabaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha faaqama qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Tafsir hadhihi kule anawaambia, wa amma aljidar fakana lighulamin yatimain fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhu هما صالحا محل شاهد فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Angalia, anawaambia Musa, unaona ule ukuta tuliujenga pale, tumeujenga na watu wa kijiji walikataa kutukirimu sisi, hawakutufanyia wema. Lile nililolifanya pale, Mungu alitaka chini ya ule ukuta kuna mali, kuna hazina, kuna dhahabu na fedha ambayo iliachwa na baba wa watoto wawili mayatima. Baba yao alikuwa mwema. Kwa sababu baba yao alikuwa mwema, ile mali aliyoifikia pale nia yake iwafikie watoto wake. Mungu akanituma nije nitengeneze ule ukuta, atakuja kuwafikishia Mola wao Mwenyezi Mungu iwafike ile haki yao pale watakapokuja washakuwa baada. Washakuwa ayyabilugha ashidda. Wema wa yule mzee. Sisi mara nyingine hapa ulimwenguni tunakufa, tunaacha watoto wetu na mali zetu, tunawaacha watoto pengine mikononi mwa watu ambao si salama. Wallahi, kuwa mtu wa wema, hawawezi kudhalilika wale uliowaacha nyuma yako. Hawawezi kuwa kila mtu unayemuona katika maisha yako unamfanyia jambo la kheri, jambo la wema.
hata kama asijue thamani ya kile unachomfanyia, mfanyie ule wema. Wallahi mfanyie. Mungu hapotezi, la yudhi'u, inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Allah haachi ujira wa watu wema upotevu. Kila kile cha salih muhsin anakitumia Allah subhanahu wa ta'ala kutuonesha thamani na kile ya ule wema. Ukishakuwa una kawaida ya kujifanya unakuwa unafanya wema, wallahi Mwenyezi Mungu yuraqibu, anakufuatilia kila hatua ya maisha yako, anakuwa anakutizama. Kweli huyu ni mtu wa wema, anafanya wema kwa sababu ya kutaka radhi zangu? Jiweke katika kundi la wale, fanya wema, usingoje shukrani. Innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ukiwafanyia watu wema wala usisubiri wakushukuru, wafanyie alafu iweke katika moyo wako unafanya ibtighaa mardhati llah. Tukiishi hivyo, wallahi katika maisha yetu yatakuwa na baraka, sio sisi tu, mpaka wale watakaokuja baada yetu sisi watapata natija na manufaa ya ule wema ambao tulikuwa tumejiwekea katika desturi za maisha yetu. Ndugu zangu, nitaka kumgusia Sayyidina Yunus. Anasemaje Mwenyezi Mungu katika Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ambaye yeye alikuwa mwema na wema wake ulimfaa. Allah anasema wa inna Yunusa la minal mursalin idh abaqa ila al-fulki al-mashhur fasahama fakana minal mudhhabin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Yunus alikuwa katika mitume wetu, tulimpa kazi akawalinganie watu. Katika kazi tulizompa alighafilika, akaondoka kabla ya kumruhusu. Idh abaqa ila al-fulki al-mashhur, akaenda akapanda jahazi limesheheni, limejaa mpaka limepitiliza zile jahazi. Katika safari imeanza jahazi linakwenda zake baharini, sasa linataka kuzama kwa sababu vitu vingi. Watu wakakubaliana tupunguze vitu, tupunguze ikiwezekana na watu watoke wachache tupone wengi. Fasahama fakana minal mudhhabin, wakapiga kura ikapigwa mara ya kwanza, ikamwangukia Sayyidina Yunus. Katika ambao wanatakiwa watolewe katika jahazi, sio watolewe tu au warudishi, la, utupwe katika maji ili lisizame tupone wengi. Fakana minal mudhhabin, mara ya kwanza imemwangukia Yunus, ya pili imemwangukia Yunus, ya tatu akadiriki akangamua, lazima ndani yake kuna ujumbe. Watu wanasema Yunus si mtu kheri, huyu mtu mwema, kwa nini tumtupe, tupige tena kura nyingine? Mwenyewe anakubali, mimi nimekubali, tutajitoa wapone wengi. Akaingia katika maji yakazama, fataqamahu al-hut. Mungu anasema akaenda akakutana na samaki chewa wa huwa muhini, na hali ya kuwa analaumiwa. Wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi, alivyoondoka Dhannuni aliyakuwa amekasirika, kawapa watu wake risala, hawajataka kumsikiliza, akakimbia, akafikiria hatutomkamata, hatutomkadiria. Ndio wa huwa mulim falawla annahu kana min almusabbihin, alipomezwa katika tumbo la chewa. Ndani ya tumbo la chewa moja kilichomsaidia, hizi aya tafsiri yake anasema laiti asingekuwa mwema. Musabbihi yani alifanya tasbih na alikuwa ni mtu anafanya a'mali salihah. Tazama wema unavyomfaa mtu. Kuna muda utakuja kukutana na matukio na mazingira, wallahi hakuna kitakachokuokoa isipokuwa wema wako. Ile desturi ya kuwa wewe ni mtu mwema ndio kitakuja kukufaa pale. Laula annahu kana min al-musabbihin, angekuwa si katika watu wanaofanya wema, wanaomsabihi Mwenyezi Mungu, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angekaa katika tumbo la chewa mpaka siku ya kufufuliwa. Lile lingekuwa kaburi lake. Maana yake mpaka leo hii Yunus ingekuwa yupo huko na chewa wake wanazunguka, anaenda naye mpaka siku ya Kiyama. Lakini alikuwa ni katika watu wema. Mwenyezi Mungu anasema fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim, ule wema wake tukamtoa katika ile hali ngumu aliyokuwa nao, tukampeleka katika jangwa sehemu nyingine. Wa arsalnahu ila 100,000 au yazidu faamanu famatta'na, akapelekwa kwa watu wengine wanafika karibu 100,000, akawalingania, wakamkubali, wakaamini, wakafuata risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na sisi katika maisha yetu ni watu wenye kufanya na kufuata yale yaliyokuwa mema, yatufanye katika dunia yetu na akhera yetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir.